Habari ya wakati huu mtazamaji, mimi ni Benjamin Misanga na huu ni mwendelezo wa matangazo yetu. Wakati huu tutaangazia ripoti ya kushtua kutoka Washington DC ambapo waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ameweka wazi hali halisi ya jeshi la Marekani baada ya kile kinachoonekana kwa miezi miwili ya vuta ni kuvute na mapigano makali dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Katika kile kinachotafsiriwa kama onyo kwa usalama wa taifa hilo, Hegseth amewaambia wajumbe wa Congress kuwa akiba ya silaha za Marekani imepungua kiasi cha kuhitaji miezi hadi miaka kurejea katika hali yake ya kawaida. Ili kuelewa kwa nini Marekani imefikia hapa, ni lazima tutazame nyuma katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Vita kati ya Marekani na Irani ambavyo vimekuwa vikiendelea vimebadilisha sura ya Mashariki ya Kati. Tangu kuanza kwa operesheni za kijeshi mapema mwaka huu, Marekani imekuwa ikitumia makombora ya gharama kubwa ya interceptors kama vile sentimita 3 na sentimita 6 ili kuzuia mamia ya droni na makombora ya ballistic yaliyofyatuliwa na Irani na washirika wake. Takwimu zinaonyesha kuwa katika usiku mmoja tu wa mapigano mkali, Marekani inaweza kutumia silaha zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 1. Hii inasababisha matumizi ya silaha kuwa makubwa kuliko uwezo wa viwanda vya silaha kuzitengeneza. Waziri Hegseth amebainisha kuwa tatizo si fedha pekee, bali ni mnyororo wa uzalishaji, supply chain. Marekani imetumia mamia makombora ya masafa marefu kushambulia vituo vya kijeshi ndani ya Irani, ambapo uzalishaji wa kombora moja unachukua wastani wa miezi 18 hadi 24. Vile Marekani imetumia mifumo ya ulinzi wa anga Patriot. Hii ndio ngao kuu ya kuzuia makombora ya Irani yasipige kambi za Marekani. Mahitaji ya mifumo hii yamepanda kwa 300% katika kipindi cha miezi miwili, huku viwanda vikishindwa kwenda kasi na mahitaji. Vile droni za kisasa, ingawa droni ni rahisi kutengeneza, teknolojia ya ndani microchips inatoka katika masoko ya kimataifa ambayo kwa sasa yanakabiliwa na vikwazo na ushindani mkubwa. Kutokana na silaha hizi, Marekani inahitaji muda ili kurejea katika hali yake ya kawaida. Mvutano huu si wa kijeshi pekee, bali ni wa kimkakati. Irani imefanikiwa katika kile wataalamu wanachokiita vita vya kuchoshana, war of attrition, kwa kutumia droni za bei rahisi zenye thamani ya dola 20,000. Irani imefanya Marekani itumie makombora ya ulinzi yenye thamani ya dola milioni 2 kwa kila droni moja inayogunduliwa. Hii imezua hofu ndani ya Congress. Ikiwa vita vingine vitazuka leo, mfano dhidi ya China au Urusi, je, Marekani itakuwa na silaha za kutosha? Hegseth akiwa na sauti ya tahadhari alisisitiza, hatuwezi kununua muda. Hata kama tutamwaga mabilioni ya dola leo, mashine na mafundi wenye ujuzi wanahitaji muda. Tunazungumzia miezi kwa silaha ndogo na miaka kwa teknolojia tata za kistratejia. Hali hii inaweka Marekani katika nafasi ngumu ya kidiplomasia, wakati Rais Donald Trump akijaribu kushinikiza makubaliano ya amani na usitishaji vita katika maeneo mbalimbali kama Lebanoni na ukanda wa Gaza. Upungufu huu wa silaha unaweza kuwa kichocheo cha kutaka kumaliza migogoro hiyo haraka ili kuruhusu jeshi lake kupumua na kujijenga upya.